ikamilike, ianze kufanya kazi kamili, inahitaji shilingi ngapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mwaka huu wa fedha tulitenga milioni 123 ambayo inaenda kukarabati mitaro pamoja na mifereji mingine ya maji. Kwa hiyo kwa sasa tumetenga milioni 123 ili kuruhusu mabasi yaendelee kuingia katika eneo hili. Ili ikamilike full swing, ikamilike iweze kufanya, ili tuweze kuweka stendi hapa iwe imekamilika kila kitu, inahitaji shilingi ngapi? Bilioni 2.3. Bilioni 2.3 ambayo inajumuisha stendi pamoja na uboreshaji wa miundombinu mingine ya soko kama ujenzi wa maduka na maeneo mengine ya mnada. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na zilizopo ni kiasi gani na upungufu ni kiasi gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali tulifanya tathmini ya maboresho ya soko zima ambapo tulifanya tathmini hiyo na kugundua kwamba kunatakiwa bilioni 2.3 ambazo tayari tumeshazi forward ofisi ya Rais TAMISEMI kwa ajili ya kufanywa kazi. Kwa sababu kwa kuna ule mradi wa EFDB, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unakumbuka kwamba tulitakiwa tu identify maeneo mawili ya soko kwa ajili ya wafanyabiashara hao wadogo wadogo kwa maana wa machinga waweze kufanya biashara zao. Kwa hiyo soko hili lilikuwa ni soko mojawapo ambalo lilikuwa tumelichagua ambao ni Bunju pamoja na Kigogo. Ambapo Kigogo ilikuwa ni bilioni 4.6 na hapa ilikuwa ni bilioni 2.3. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Zinazokosekana ni ngapi? Kwa sasa bilioni 2.3 Mheshimiwa Waziri Mkuu. Bilioni 2.3. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ile 120 mnayo? Ipo Mheshimiwa Waziri Mkuu na imeshaanza kutumika ambapo kwa sasa kuna milioni 41 ambapo tumeshaanza ipo hapa kwa ajili ya kuboresha hii miundombinu ya hapa, lakini kuna fedha nyingine ambazo zipo kwenye account tunasubiri mkandarasi akamilishe kazi yake ndipo tunaendelea kulipa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo nakuhakikishia kwamba fedha milioni 123 zipo. Mkipata bilioni 2.3 mnakamilisha stendi na sokoni? Kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakamilisha. Haya, sawa. Nakushukuru. Nimepokea hiyo kwa sababu nilitumwa salamu za Mheshimiwa Rais, bilioni 2.3 haiwezi ikakosekana. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa sababu ni mpya, salimia na hili jambo linakuhusu. Bunju oye! Mabwe pande safi! Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba pamoja na itifaki yote, na muona waziri wa maji hapa, Waziri Awesu, mkuu wetu wa mkoa, mstahiki meya pamoja na mbunge wetu. Wakati huo Mheshimiwa Waziri, ili wakuone, ili utuambie maji yanaendeleaje, wewe usogee huku. Hapo mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama TAMISEMI kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Profesa Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi ndio tunaanza. Wewe ni mwalimu wetu. Maagizo ulioagiza Mwanza nilikwenda kufuatilia na wananchi wa Mwanza wanatabasamu kwa sababu ulikwenda, tumekwenda kuyafanyia kazi. Lakini tukupongeze, juzi tu ulikuwa pale Kigamboni kwenye kivuko chetu unasikiliza kesi za mwananchi mmoja mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hauna likizo, hauna sikukuu, upo kwa ajili ya Tanzania. Sisi tunaongeza na tupo tayari kusikiliza maelekezo yako na kuyafanyia kazi. Wananchi hawa wamekuwa mashuhuda. Kila unapopita unaacha faraja, unaacha miongozo, unatatua kesi hata zile ambazo wangeweza kutatua viongozi wetu wa chini, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe umekuwa ukizitatua. Tunakupongeza sana, na sisi kama TAMISEMI asatendee haki wananchi hawa waweze kupata huduma. Wananchi hawa waweze kupata huduma. Na karibu sana. Tambulisha. Kwa Rajab Sefu, swala la maji yupo waziri Awesu anakuja kuliongelea. Tuko pamoja ndugu zangu.
Mabwepande hoye! Waziri Mkuu safi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kumshukuru. Kwa dhati ya moyo na kutembelea chanzo cha Luvungi, ndio lakini pamoja na kwenda Luvungi itakuja Mabwepande. Tumpigie makofi sana. Mheshimiwa, kuna mengi ambayo nimejifunza kwa muda mfupi kupitia kwako. Unapopewa dhamana au ukiwaaminika, aliyokuamini basi unatakiwa uaminike. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umepewa dhamana ya kuwa waziri mkuu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haulali usingizi, unafanya kazi. Unafanya kazi, unatatua changamoto za watu. Unachukia uzembe ambao unafanyika kwa watumishi. Leo ulikuwa Lindi, umesikia Dar es Salaam kuna changamoto ya maji. Umetoka Lindi, umekuja mpaka Luvungi. Chezea Dr. Mwigulu, piga makofi mengi sana kwa Dr. Mwigulu. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Mabwepande, ukizaa mtoto anafanya vizuri, jukumu lako ni kumwombea dua. Tunakuombea dua, Mungu akufanyie wepesi, uende ukaitende kazi, na sisi wasaidizi wako tutaenda kuifanya kazi usiku na mchana, watu waweze kupata huduma maji safi na salama. Ndugu zangu wana Mabwepande, mamlaka ya maji na usafi wa mazingira DAWASA ndio imepewa jukumu la kutoa huduma ya maji katika jiji hili la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani. Hivi karibuni tulipata hitilafu ya upungufu kwa maana ya uzalishaji wa maji kwenye mitambo yetu. Na hii inatokana kwa sababu ya ucheleweshaji wa mvua kunyesha. Mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira DAWASA ina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 534. Lakini kutokana na ukame uliotokea, mitambo yetu ilikuwa na uwezo wa kuzalisha maji chini ya lita milioni 300. Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja ya maeneo yaliyoathirika kutokana na changamoto ya uzalishaji wa maji ni maeneo haya ya Mabwepande, ni maeneo haya ya Bunju. Nitumie nafasi hii kwa usumbufu ambao umetokeza kuona tumerudi katika uzalishaji wetu wa kawaida. Na hapa nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam pamoja na kamati yake ya ulinzi na usalama. Pigeni makofi mengi sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Niwashukuru sana viongozi wote wa wilaya, kwa maana katika mkoa huu wa Dar es Salaam chama na serikali hawakutuacha. Tuliambatana nao, walikwenda kwenye chanzo, tulifanya kazi usiku, tulifanya kazi mchana. Maelekezo ya wizara ambao tuliyatoa kwa kipindi kile, kilichopo kigaiwe kwa usawa. Na mimi nilipata nafasi ya kufanya ziara kusimamia kile kilichopo. Nilifika mpaka hapa Bunju kuona hali halisi na watu walikuwa wakipata huduma maji safi na salama. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu wa DAWASA, Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umeenda kuona hali. DAWASA hawana kisingizio. DAWASA mtoke ofisini, pelekeni maji kwa wananchi mpaka Mabwepande, watu waweze kupata huduma maji safi na salama. Jambo la pili ambalo maelekezo ya wizara, tumepitia changamoto ya maji. Si maeneo yote walikuwa wanapata maji wakati wote, ikiwemo Mabwepande pamoja na Bunju. Bili zitakazokuwa zinatolewa kwa wananchi ziwe halisia, kwa sababu hawakupata maji wakati wote. Haiwezekani mwananchi ambaye hakupata maji wakati wote leo nakuja umwambie alipe Laki7 kama la kiwanda nyumbani. Haiwezekani. Nataka nimwambie CEO wa DAWASA, nataka niwaambie mameneja wa DAWASA, mimi kijana bwana, ukinizingua tunazinguana. Biashara imefanyaje? Imeisha. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Mwigulu Nchemba safi. DAWASA hawana kisingizio, tuna maji toshelevu, watu waweze kupata huduma maji safi na salama. Ndugu zangu wana Mabwepande, ndugu zangu wana Bunju na wana Dar es Salaam, kazi yenu ni kwenda kuchapa kazi na kumpetipeti baba nyumbani, kwa sababu maji yapo katika mtambo wetu wa Luvungi na Luvungi. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Mheshimiwa mbunge amezungumza juu ya uwepo wa stendi. Mamlaka ya maji na usafi mazingira DAWASA tumekushajenga choo, tunaunga mkono kwa vitendo. Choo kimekamilika, maji yapo, kwa hiyo sisi tunaunga kwa mkono kuhakikisha
hili jambo linafanikiwa ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais. Uwekezaji ambao ameufanya Dar es Salaam ni uwekezaji mkubwa sana. Tumeona hii changamoto ambayo imetokea. Mheshimiwa Rais amesema hali isijitokeze tena. Ametupatia fedha zaidi ya bilioni 335 juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda, ili kipindi cha kiangazi basi bwawa lile lina uwezo wa kuhifadhi maji lita bilioni 190 ili changamoto isitokee tena. Leo umekuja umejionea na ukasema unataka uende kuliangalia hili bwawa ili kuhakikisha mwakani bwawa hili linakamilika. Nataka niseme Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mungu akubariki na atakufanyia wepesi. Tupo pamoja sana katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma maji safi na salama. Asanteni sana ndugu zangu. Tanzania oye! Mabwe Pande oye! Kawe oye! Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa